za Bwana na tuweze kumpa sifa na shukurani kwa ajili ya watoto hawa. Tukumbuke kwamba leo hii ni siku ya kumwambia Mungu ni asante. Leo hatuombi kitu. Leo tunaambia Mungu ni asante, kwa sababu yeye ndiye hujua kule tumetoka na kule tunaenda. Hivyo tunapoambia Mungu ni asante, tunamwambia hivyo kwa sababu yeye ndiye anajua mwanzo wa watoto hawa na kule ambapo watakapomalizia bado ni yeye anajua. Kuomba kwetu pasipo rehema na huruma zake unaweza kuwa ni bure, kama si Mungu anayelinda mji, anayelinda wafanyakazi bure, kama si Mungu atakayejenga mji, mjenzi hufanya kazi ya bure. Hapo ni kusema ya kwamba yule ambaye anayejenga, yule ambaye anayeandaa na yule ambaye anayekusudia ni Mungu tu ndio anayetaka, na nahakikisha kwamba sisi ni jengo lake na litakamilika katika jina la Yesu. Kwa hivyo kwa nafasi hii nataka tutaweza kunyosha mikono yetu kwa watoto wetu, tushukuru kwa sababu ya Mungu kwa pamoja na wao na kuwalinda na kuwahifadhi na kuwatenda mambo mazuri. Tunaposhukuru, kumbuke Bwana amewatoa mbali na kuna kule mahali ambapo wanaenda, na Bwana atakuwa pamoja na wao. Sio siku tu ya shukrani. Ukisoma neno kwenye kitabu cha Psalms 50 verse 15 pale nasema kwamba Mungu hufurahishwa na yule mtu ambaye anayetambua ya kwamba yeye ni Mungu kwa njia ya kumrudisha shukrani. Mungu hufurahishwa na yule mtu ambaye anatoa dhabihu ya shukrani ya kumrecognize na kwamba yeye ni Mungu, anaweza tena mambo makubwa. So kwa hivyo tu ni Mungu kwa watoto hawa, ni Mungu kwa kule wametoka, ni Mungu kwa kule wanaenda, katika jina la Yesu. Tuinue mikono yetu tushukuru na tuweze kuambia Mungu ni asante kwa ajili ya watoto hawa. Baba wetu na Mungu wetu, Muumba wa mbingu na nchi, wewe ambaye uliye mfalme na hakuna kama wewe. Baba wetu, tunashukuru kwa sababu ya matendo yako makuu, matendo yako ya ajabu ambayo Bwana